Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri katika media hii ya Bongo Choice, tuliwahi kukuletea habari inayomhusisha nabii wa huko nchini Ghana siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka jana 2025. Aliweza kutabiri mwisho wa dunia na kudai kwamba ameweza kupewa maono na Mungu. Siku ya tarehe 25 itatokea gharika kubwa na Mungu ataangamiza dunia. Hivyo basi akawa ameambiwa na Mungu aweze kujenga safina, kama ambavyo historia ya nyuma ilikuwa inazungumza katika Biblia kwamba Nuhu, kile kipindi Mungu aliangamiza dunia na Nuhu aliambiwa na Mungu aweze kujenga safina kwa ajili ya kuwanusuru watu wake. Ndivyo hivi ambavyo nabii huyu wa Ghana aliweza kuzungumza na waumini wake, lakini pia siku ya tarehe 25 tukaona mwitikio kawa mkubwa sana. Watu wengi wakaweza kusogea maeneo hayo ili mradi kuingia katika hiyo safina kunusuru maisha yao. Na baadaye nabii huyo, baada tu ya kuona watu wamekuwa ni wengi sana, hata zile safina ambazo ameweza kuzitengeneza, alitengeneza safina takribani 8. Akaona mbona zitakuwa pia ni ndogo, kwa sababu watu wamejitokeza katika mataifa tofauti ya Afrika, wameweza kujitokeza na familia zao ili mradi waweze kunusurika. Lakini baadaye nabii huyu akadai kwamba Mungu ameweza kugairi, Mungu ameweza kuahirisha, hakutakuwa na mwisho tena wa dunia, hakutakuwa na hiyo gharika. Baada ya kusema hivyo, kila mtu mitandaoni akawa anashangaa, imekuwaje nabii kama huyu anapewa maono ya uongo? Inakuwaje? Baadaye tumeweza kuona watu na familia zao wakaweza kurudi maeneo waliotokea. Waliosafiri kutoka katika nchi tofauti ilibidi warudi katika nchi zao, kwa sababu hakuna chochote cha maana ambacho kiliweza kuendelea. Lakini pia siku ya tarehe 25 ilienda vizuri kabisa, tulisherehekea siku ya Christmas. Baadaye watu wakaangalia, wakasubiri hiyo gharika. Hakuna cha gharika yoyote, hakuna cha mvua yoyote. Lakini sasa siku ya leo ya tarehe 2 mwezi wa kwanza 2026, serikali ya huko Ghana imeamua kumchukulia hatua kali huyu nabii baada tu ya kupotosha umma. Kwanza kabisa inamshtaki kwa kusababisha taharuki kwa umma, lakini pia anashtakiwa kwa kosa la udanganyifu. Amedanganya maelfu ya watu. Watu ni wengi sana ambao wameweza kudanganyika na uongo wake. Sasa bado tunaendelea kujiuliza, katika vitabu vya dini ya Kikristo, Biblia, tunaweza kusema kuna lile neno ambalo Mungu alisema hatuangamiza tena dunia kwa maji. Aliweza kuahidi hivyo. Sasa baada ya huyu nabii kuzungumza kuhusiana na dunia kuangamizwa kwa maji, watu wengi waliweza kukataa, ambao wanalijua hilo andiko kwamba Mungu alisema hivi na ahadi yake haipingiki. Lakini huyu nabii aliendelea kusisitiza msimamo wake na watu wakaitikia. Huenda hakujua wala hakudhani kama watu wangekuja wengi vile. Baadaye akaweza kubadilisha utabiri wake, na sasa hivi ameingia hatiani, ameingia matatani. Jeshi la polisi la huko Ghana limeamua kumchukulia hatua kali za kisheria kwa makosa mawili. Kosa la kwanza, kosa la udanganyifu. Kosa la pili, kosa la kusababisha taharuki kwa umma. Wewe kama shabiki unalipe la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na turn on notification.